Bado kuna jambo moja la msingi sana. Hili jambo nataka nitoe ushauri kwa vijana, kwa sababu mimi ni nahodha wa mashabiki. Kuna kijana wetu anaitwa Malaika wa Simba. Malaika wa Simba alifanya makosa makubwa mno. Yes, ni shabiki wa Simba, amekuwa anazungumzia mpira wa Simba na Yanga, lakini alitoka nje kidogo ya misingi, akaenda kuzungumzia maisha ya watu, akaenda kuzungumza kuhusiana na swala la upotevu wa pete ya Nandi. Nandi alizungumza kwamba amepotelewa na pete yake, pete ya harusi, pete ya ndoa, lakini kijana wetu kwa kuhitaji contact, kwa kutaka kwenda mjini, akajitokeza hadharani, tena akaweka kwenye mitandao mbalimbali. Mbaya zaidi, waandishi walimfuata, akatoa maelezo na akapita mule tena. Mara ya kwanza akasema, mara ya pili akasema. Kwa hiyo alikwenda kuchafua maisha ya ndoa ya watu hao wawili. Kumbuka hawa ni wasanii, ni watu maarufu sana, ni moja kati ya vioo ambavyo tuko navyo katika nchi yetu, alikwenda kuwachafua. Kwa hiyo ni muda mrefu, nafikiri nilifanya mahojiano mwanzo kabisa wakati anashikiliwa na jeshi la polisi na kupelekwa Oysterbay. Wakati tuliko pale tunachati naye kwenye message, anasema nipo hapa kituoni na msubiri Binasi afike tawajulisha. Umenielewa? Lakini Binasi alipofika na hisi mambo alikuwa mabaya, akashikiliwa mpaka sasa hivi yuko kwenye mikono ya jeshi la polisi. Bila shaka atakuwa anataka kufanyiwa utaratibu wa kupelekwa mahakamani. Rai yangu kwa vijana wale wote ambao mnapata nafasi ya kuzungumza kama hivi, tunaomba tucharuane katika engo ya mpira. Sisi Simba na Yanga ni watani wa jadi, tusemane huku kwenye mpira. Maisha ya watu binafsi si vyema kuyaingilia. Leo hii Malaika ana familia, labda pengine familia haimuoni, watoto hawamuoni baba yuko wapi, kwa sababu tu ya kuingiza mawazo kichwani. Kama ningemsema Nandi binafsi kwenye ndoa yake, kwenye pete yake, ningepata contact, ningepata kwenda mjini. Sio sawa ndugu zangu, tuwe makini. Lakini pia nimepata taarifa mimi kama nahodha wa mashabiki kwamba tunahitaji mashabiki kukutana kwa lengo la kutaka kwenda kuona kama tunaweza tukazungumza na Binasi kwa lengo la kumuomba kwamba huyu amefanya makosa na tunamhitaji katika kwenda kupiga makelele yake huku kwenye lengo ya mpira. Nini ambacho tutakwenda kukijua? Tutakutana mashabiki wote, kwa sababu ni shabiki mwenzetu, ni kijana wetu, amefanya makosa, tutakwenda kujua. Kwa hiyo vijana wote tuwe makini, acheni kuingilia maisha ya watu ambayo hayawahusu. Kumbuka ile ni ndoa, ni ndoa halali, sio ya vichochoroni, ndoa kabisa. Tena unaenda kuonyesha mpaka kitu cha ndani, nguo ya ndani unaonyesha. Ndugu yetu ametufedhehesha mashabiki. Tunakwenda wapi mashabiki? Sisi ni wa Simba na Yanga, kwenye maisha ya wasanii nje hapo sisi hatupo. Umekwenda kudhalilisha vitu vya watu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijui atatokea mlango gani. Mashabiki wa Simba muungane katika kwenda, japo hata kupeleka chai, maandazi, ili aende akanywe. Baada ya hapo tutakwenda kujua, kwa sababu kwenda kuuliza nini tatizo hukatazwi. Tutakwenda, tutamuona Binasi, tutakwenda kumuomba sisi mashabiki, amekosea tena, amekuvueni nguo wewe na mkeo, lakini sasa tayari ameshabananga hapo, amekosea. Tunafanyaje? Umenielewa bwana? Tutakwenda kuzungumza naye. Kama itashindikana, basi sheria itafuata mkondo wake, atapelekwa mahakamani, basi atakwenda kula ugali wa serikali. Mimi bwana sitamani akale ugali wa serikali yule bwana. Bado tunamhitaji tarehe 25 ujue. Tarehe 25 tunamhitaji kwa tunafanya mpango tukamuombe Binasi. Malaika tunamhitaji Benjamin Mkapa. Basi tutakwenda kujua. Tuombe sana watu wa Simba, mashabiki wa Simba na wa Yanga, tutakutana kwa lengo la kuhakikisha tunakwenda kuuliza tu. Kuuliza sio kosa. Kuuliza, tukienda hata kwa Binasi kumuomba, baba tunaomba, amefanya makosa na imekuwa ni funzo, umetufundisha. Tubaki kwenye mpira, tuache kuingilia maisha ya watu. Itakuwa vizuri sana. Asante sana.